السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بتذكيره وأخبر أن ذكرى تنفع المؤمنين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعده. Ahibati fillah, sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu Subhana, pamoja na kumtakia rahma na amani kiongozi wetu Abul Qasim. Nimependa katika jalsa yetu hii tuweze kufaidishana juu ya ahkam za mwezi wa Ramadhan. Yatakiwa kila mmoja wetu afanye ibada kwa ilmu. Mwenyezi Mungu anapenda kuabudiwa kwa ilmu. Mwenyezi Mungu anapenda kuabudiwa kwa ujuzi. Mwenyezi Mungu anasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sema je, wako sawa wanaojua na wasiojua? Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, Allahumma faqihna fi din ya Rabb. Yeyote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu anamtakia khairi, Mwenyezi Mungu anampa ufahamu wa hii dini. Anamwabudu Mwenyezi Mungu kwa ilmu, anamwabudu Mwenyezi Mungu kwa ujuzi, anamwabudu Mwenyezi Mungu kwa maarifa, wala hamwabudu Mwenyezi Mungu kwa ada ama kwa ajili watu wanafanya na mimi ninafanya. La, yatakiwa tumwabudu Mwenyezi Mungu ala basira. Na al-Imam al-Bukhari ameweka mlango mzima kwenye sahihi yake, ameuita ni babu la ilm qabla al-qawl wal amal, mlango wa elimu kabla ya kauli ama kitendo chochote hujafanya, mwanzo kuwa na ilmu. Kuhusu ahkam za huu mwezi wa Ramadhan, ahibati fillah, mwanzo hukmu ya saum ya mwezi wa Ramadhan. Twasema saumu Ramadhan faridhatun wa ruknun min arkani lislami, saum ya Ramadhani ni faradhi na ni mojawapo katika nguzo tano za Uislamu. Thabatat bilkitabi wa sunna wal ijma, na hii ibada ya saum ya Ramadhan imethibiti katika Qur'an, imethibiti katika sunna na ijma ya wanazuoni wetu. Ama aladillatu min alkitabi, dalili kutoka kwa Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradishiwa juu yenu kufunga kama walivyofaradishiwa wale waliokuwepo kabla yenu nyinyi, ili mpate uchaji Mungu. Na aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yeyote miongoni mwenu ambaye kwamba ataupata mwezi wa Ramadhani na afya yake na si msafiri, basi na aufunge. Hizo zote ni dalili katika Qur'an zenye kuhimiza ama zenye kutulazimisha kufunga mwezi wa Ramadhani. Ama dalili ya sunna, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Ibn Umar, bunya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah wa iqami as-sala wa itai az-zaka wa sawmi Ramadan wa haji al-bait. Mtume anasema Uislamu umejengewa juu ya nguzo tano. Akataja nguzo za Uislamu, mwanzo ni shahada mbili, kushuhudia hapana pasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah, na kusimamisha swala na kutoa zaka na kufunga mwezi wa Ramadhan na kuhiji katika nyumba kongwe ya Al-Kaaba. Ama hadithi ya pili ni hadithi ya Talha ibn Abdillah anna Arabiya jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kuna bedui alokuja kwa Mtume alaihi salatu wassalam, thaira ras, nywele zake ameziachia. Faqala, akamuuliza Mtume maswali, ya Rasulullah akhbirni madha farada Allahu alayya min as-salah, nieleze Mwenyezi Mungu amenifaradishia nini katika swala. Faqala as-salawatu al-khams illa an tatawwa shay'a, Mwenyezi Mungu amekufaradishia swala tano ila swala ambazo kwamba utajitolea, yani mbali na swala hizo tano zingine zitabakia kuwa ni sunna. Faqala, akamuuliza tena Mtume, akhbirni madha farada Allahu alayya min as-siyam, nielezee Mwenyezi Mungu amenifaradishia nini katika saum. Faqala shahru Ramadhan illa an tatawwa shay'a, Mwenyezi Mungu amekufaradishia
saum ya Ramadhan, nyingine zitabakia ni saum za kujitolea ama saum za sunna. Katika hii hadithi Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kumtajia saum ya mwezi wa Ramadhan. Mwisho wa hadithi akasema hatozidisha, hatopunguza, atafanya zile zile za faradhi. Mtume akasema aflaha in sadaqa au dakhala aljannata in sadaqa, amefaulu ikiwa atakuwa mkweli, ama ataingia peponi ikiwa atakuwa mkweli. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Katika hadithi tumeona dalili vile vile. Alimuuliza kuhusu saum, Mtume akamtajia alayhi salatu wasalam saum ya Ramadhan. Tukija katika nukta ya pili, taarifu siyam, nini maana ya saum? Kuna maana ya saum kilugha na kisheria. As-siyam fi lughati al-arab bimaana al-imsaku an shay'i wa minhu qawluhu ta'ala inni nadhartu lirrahmani sawma. Maana ya saum kilugha ni kujizuia na jambo, kujizuia na chochote, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimetia nadhiri kwa Mwenyezi Mungu saum, ay imsakan wa sukutan anil kalami, sitozungumza. Ndio maana iliyokuja katika aya. Ama kisheria maana ya saum huwa al-imsaku anil akli wa shurbi wal jimaa wa sairi al-mufattirati biniyati siyami wa biniyati ta'abbud min tulu'i al-fajr thani ila ghurubi shams min shakhsin makhsusin. Maana ya saum kisheria ni kujizuia na kula na kunywa na mengine yote ambayo kwamba yanavunja saum, kwa nia ya saum na kwa nia ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla, kuanzia alfajiri ya pili mpaka jua kuzama kwa watu maalum. Hii ndio taarif ama maana ya saum kisheria. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili ni maneno yake Mwenyezi Mungu aliposema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Mwenyezi Mungu anasema nakuleni na mnywe mpaka mtakapobainikiwa na uweusi wa giza na uweupe wa mchana umeingia, basi hapo ni mwisho wakati wa kula. Kisha Mwenyezi Mungu akasema timizeni ibada ya saum mpaka usiku. Suala la tatu taulizana, bima yathbutu shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani unaingia kwa njia gani? Yathbutu shahru Ramadhan bi ahadi amrayn, mwezi wa Ramadhan unaingia kwa moja kati ya haya mawili. Jambo la kwanza, ru'yatul hilal, kwa kuonekana kwa mwezi. Idha raa muslimun adlun hilal Ramadhan ba'da ghurubi shams yawmi 29 min Sha'ban thabata ash-shahru liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Muislamu mwadilifu akiuona mwezi baada ya jua kuzama tarehe 29 ya Shaaban, basi ni dalili tosha mwezi wa Ramadhani ushaingia. Kwa dalili ya hadithi ya Mtume anasema fungeni kwa kuona, mfungue kwa kuona. Na dalili ya pili ya Ramadhani kuingia ni ikmalu iddati Shaaban 30 yauma, ni kukamilisha idadi ya masiku ya Shaaban siku 30. Ikiwa mwezi haujaonekana basi huwa tunakamilisha kwa dalili fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata Shaaban 30, ikiwa mawingu yatawaziba kamilisheni idadi ya masiku ya Shaaban siku 30. Swala la 4 taulizana ala man yajibu siyam, nani wanaopaswa kufunga, nani wanaowajibika kufunga? Katika taarifu ya saum tumeona min shakhsin makhsusin, watu maalum. Je, ni akina nani ambao kwamba kwao kufunga ni wajib? Yajibu saum ala almuslimi albalighi alaqili almuqimi alqadir alsalim min almawani', ni wajib kwa saum ya Ramadhan kwa kila ambaye kwamba ni Muislamu aliyebaligh, mwenye akili, mkaazi, mwenye uwezo wa kufunga na awe amesalimika na mambo yote ambayo kwamba yatamzuia kufunga. Tumesema almuslim, kinyume chake ni asokuwa Muislamu. Asokuwa Muislamu si wajibu kwake kufunga, na akifunga saumu yake ni batil. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mloamini mmefaradishiwa juu yenu kufunga. Albaligh, awe amebaligh,
kinyume chake ni mtoto mdogo, na alama ya kubaligh ni 3 kwa mtoto wa kiume na ni 4 kwa mtoto wa kike. Alama ya kwanza ni akifikisha umri wa miaka 15. Alama ya pili anza kutokwa na manii, na alama ya 3 akiota nywele sehemu za siri. Hizi ni alama 3 za kubaligh. Na ya 4 kwa mtoto wa kike ni akianza kuona damu yake ya mwezi, damu yake ya hedhi. Mtu wa pili ama sharti ya pili ambaye kwamba anawajibika kufunga awe amebaligh. Anaweza kuwa ni Muislamu hajabaligh, bado hajawa katika watu ambao kwamba wanalazimika kufunga, ila watoto wadogo wakifungishwa na wazazi wao ni vizuri, ili wazoeshwe ibada za Kiislamu na thawabu zinawafikia wazazi wao kama walivyokuwa wakifanya wema walotutangulia. Al-aqil, sharti ya 3 awe ana akili, kinyume chake ni wazimu. Mwenyezi Mungu anataka abudiwe na akili, na hata ili mtu ajue saumu yake haijaribika lazima awe na akili. Kinyume chake akiwa ni wazimu, saumu yake haikubaliki. Na dalili ya albaligh wal aqil ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja rufi alqalam an 3, kalamu imenyanyuliwa kwa watu aina 3. Akataja anis-saghir hatta yablugha, wa anin-naimi hatta yastayqidha, wa anil-majnun hatta yufiqa. Kalamu imenyanyuliwa kwa watu aina 3. Wa kwanza ambaye kwamba haandikiwi madhambi ni mtoto mdogo mpaka atakapobaligh, na mtu alolala mpaka atakapogutuka, na wazimu mpaka akili yake itakaporudi iwe sawa. Almuqim na mkazi, kinyume chake ni msafiri. Msafiri taban sheria imempatia ruhusa, man kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Msafiri ana ruhusa ya kula, lakini inategemea watu wametofautiana kisiha, kiafya. Kuna mtu anaweza kuwa katika safari, hasa safari za kisasa, akafunga akasafiri na ndege na wala asihisi dhiki kulingana na afya yake, akifunga kwake ni bora. Lakini yule ambaye kwamba akiwa kwenye safari akifunga atakuwa ni mwenye kujikalifisha, basi yeye kula kwake ni bora. Na hili lilithibiti katika masahaba wakiwa safarini, baadhi yao wako kwenye saum na baadhi yao wanakula. Inategemea kila mmoja afya yake ya kiwiliwili. Al-qadir, mwenye uwezo, na hapa kwa mwenye uwezo wanaingia mtu mzima, mtu ambaye kwamba umri wake umekwenda, ni mzee, hawezi lea njaa, hawezi stahimili njaa, hawezi keti kwa muda mrefu bila chakula, basi huyu sheria inamsamehe. Na ni katika aya Mwenyezi Mungu, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao kwamba hawawezi kufunga basi badala yake walishe chakula. Na hii aya wanaokusudiwa ni watu aina 2, hakuna watatu. Wa kwanza ni mzee, mtu mzima ambaye kwamba hutarajii baada ya Ramadhani atarudi kwenye ujana, na wa pili ni mgonjwa ambaye kwamba ugonjwa wake hata baada ya Ramadhani hakuna tamaa ya kuwa atapata afueni. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na maradhi mazito. Hawa sheria imewapatia ruhusa, badala ya kufunga watakuwa ni wenye kulisha kila siku maskini chakula, na kiwango cha kulisha ni nusu ya pishi ile ambayo kwamba tunatoa wakati wa zakatul fitri, kilo 2.5, nusu yake itakuwa ni kiasi ya kilo 1.25, itakuwa ni chakula cha mtu mmoja kwa mafungu 30 ama 29, itategemea Ramadhani hiyo ilikuwa ni ya siku ngapi. Asalim min almawani, yule ambaye kwamba amesalimika na mambo ambayo kwamba yatamzuia, na hapa tunamkusudia mwanamke ama mtoto wa kike. Mtoto wa kike akiwa katika siku zake katika hedhi ama akapata damu ya nifasi, basi huyo hafai kufunga, badala yake atakula, kisha atakuwa ni mwenye kulipa baadaye. Hawa ni watu ambao kwamba ni masharti ambayo kwamba wanawajibika kufunga saumu ya Ramadhani. Nukta ya 5, arkanu siyam, nguzo za saum ni ngapi? Nguzo za saum ni 3. Ya kwanza an-niyya. Nguzo ya kwanza kabisa ni nia, na nia huwa azmul qalbi ala siyam imtithalan li amri Allah subhanahu wa taqarruban ila Allah ta'ala. Tukizungumzia nia tunakusudia azma ambayo kwamba unaitia moyoni kuwa unafunga kwa kujikurubisha kwa Allah na kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu. Wala takunu niyatu billafdhi
fi ayi ibadati min alibadati, na nia haina uhusiano na ulimi. Nia pahala pake ni moyoni, kama alivyosema Al-Imam Malik rahimahullah, an-niyya mahalluha fil qalb wa talaffudhu biha bid'ah. Nia pahala pake ni moyoni, kutamka nia si mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zetu, wala haangalii ndimi zetu. Mtu anaweza tamka kwenye ulimi kuwa amefanya jambo fulani lillahi ta'ala, lakini kwenye moyo wake hafanyi kwa ajili ya Allah, anafanya kwa ajili ya kujionyesha. Mwenyezi Mungu hatoangalia ulimi wake, bali atachukua nia yake ambayo kwamba iko moyoni. Nia haina uhusiano na ulimi. Na wakati wa kutia nia anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayiti siyama qabla alfajri fala siyama lahu, yule ambaye kwamba hatotia nia kabla ya alfajiri, kabla ya wakati wa saum, basi huyo hana saum. Na hii ni saum ya faradhi. Saum ya faradhi ama saum ya nadhiri ama saum ya qadha, unalipa Ramadhani, siku ambazo kwamba si za Ramadhani, lazima utie nia kabla ya wakati. Ama saumu ya sunna unaweza tia nia hata katikati ya mchana, maadamu haujafanya lolote la kuharibu saumu yako, haujala ama hujafanya chochote. Kwa dalili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka asubuhi, anatembea kwa nyumba za wake zake, anawauliza hal indakum shay'un, je mna chochote? Wanasema hatuna. Mtume anasema fa inni idhan saimun, mimi nimefunga. Mimi nimefunga. Mtume anafunga, na ni wakati wa mchana baada ya kukosa kifungua kinywa. Kwa hivyo nia ni nguzo ya kwanza katika nguzo za saum, na tunakusudia nguzo. Ukikosa nguzo moja katika ibada yako ya saum, basi hiyo ibada itabatilika, hiyo ibada haikubaliki. Ya kwanza tumetaja ni an-niyya. Ya pili al-imsak, والمقصود بالإمساك هو التوقف عن الأكل والشرب وموانع الصوم بعد ابتداء وقت الصوم. Ni mtu ajizuie na kila ambacho kwamba kinaharibu saum. Mwenyezi Mungu aliposema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr, Mwenyezi Mungu alitutaka tule mpaka wakati fulani. Ukifika huo wakati, basi tujizuie mpaka wakati gani? Thumma atimu siyama ila al-layl, mpaka jua litakapozama. Katika muda kama huo jizuie. Ukifanya lolote la kuharibu saum, ama ukala ama ukafanya chochote, basi saumu yako batil, kwa sababu kujizuia ni nguzo katika nguzo za saum. Na nguzo ya tatu ni az-zaman, zama ama wakati. Walmuradu bihi an-naharu min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams, ni kujizuia kuanzia alfajiri ya pili mpaka jua kuzama. Huo wakati ndo wakati wa saumu. Unaweza kuwa umetia nia ukajizuia, haujafanya lolote la kuharibu saumu, lakini umefanya kuanzia magharibi mpaka fajr, tutakwambia umekosa az-zaman. Huo si wakati wa saum. Wakati wa saum ni kuanzia alfajiri ya pili mpaka jua kuzama. Nguzo za saum ni hizi tatu. Ya kwanza ni an-niyya, ya pili ni al-imsak, na ya tatu az-zaman. Na kuonyesha tu ahibati fillah umuhimu wa nia katika saum, mtu akiwa katika ibada ya saum baada dhuhur mathalan, ile nia alotia kuwa amefunga, baada ya kuswali dhuhur akatia moyoni nia siko tena kwenye saum, tutamwambia hiyo saumu yako batil. Kwa nini? Kwa sababu umevunja moja katika nguzo za saum, nayo ni nia. Ingebidi hiyo nia uithibiti, hiyo nia uitunze mpaka mwisho wa wakati. Na vile vile imefika wakati wa kufungua saum, mtu labda yuko majangwani ama yuko mahala ama kwenye jam ama hana tende, hana maji, hana chochote cha kufungua, na wakati umefika. Je, atafanya nini? Ile nia ambayo kwamba alikuwa nayo kuwa niko kwenye saum ama naingia kwenye saum, atie hiyo nia kuwa siko tena kwenye saum, na itakuwa ishafika mwisho ama kikomo ya ibada yake ya saum. Nukta ya sita, ahibati fillah, ta'jilu al-iftar, jambo la kuharakisha kufuturu. Ta'jilu al-iftar aqiba ghurubi ash-shams mubasharatan. Tukisema kuharakisha kufuturu, tunakusudia kufungua saum pindi tu jua linapozama.
ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفترة. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo kwamba inasimuliwa na Sa'd ibn Sa'd na imepokewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim. Mtume anasema watu hawatoacha kuwa katika khairi maadamu wanaharakisha kufuturu, na kuharakisha kufuturu inakusudiwa ndani ya wakati jua linapozama, basi yatakiwa mfungaji awe ni mwenye kufungua kama ilivyokuja katika sunna. Alama ya kufungua saum, alama ya kufuturu ni Mtume alisema idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'im. Jua idha aqbala al-laylu min hahuna, giza likiingia na huku na mchana ukiondoka na huku na jua likizama, basi mfungaji anatakiwa awe ni mwenye kufungua. Ni makosa jua limezama na mtu bado anajichelewesha kufuturu. Jua linapozama ni katika sunna ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam awe ni mwenye kufungua, awe ni mwenye kufuturu. Na jambo lingine as-suhur, jambo la kula daku, ni ibada ambayo kwamba huenda wengi wetu tusijue fadhila. Mtu akajiona mimi nina nguvu naweza funga hata bila kula daku, lakini ajue anakosa thawabu nyingi, anapitwa na baraka tele. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa hii ibada ya kula daku. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallama, tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Kuleni daku, ama kwa hakika katika kitendo cha kula daku ama mtu kula daku kuna baraka ndani yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na Mtume anasema tena sallallahu alaihi wasallam, man arada an yasuma falyatasahhar bishai'in, yeyote ambaye kwamba anataka kufunga basi ale daku kwa chochote. Tafuta hata maji, kunywa tama au matama mawili, upate fadhila na thawabu za kula daku. Jambo la saba katika mambo muhimu pia ahibati fillah, mubtilatu siyam, mambo ya kuvunja saum na kuharibu saum. Tulitaja katika taarifu ya saum tukasema huwa al-imsaku anil akli wa shurbi wal jima'i wasairi al-mufattirati, na mambo mengine ambayo kwamba yanavunja saum. Je, ni mambo yapi ambayo kwamba yanavunja saum? Katika mambo yanavunja saum yamegawanyika sampuli mbili. Kuna ile ambayo kwamba ma yubtilu siyama, ma yubtiluhu wa yujibu alqada, wa ma yubtiluhu wa yujibu alqada wal kafara. Ya kwanza inabatilisha saum na lazima hiyo siku utailipa khalas, na nyingine inabatilisha saum, hiyo siku utailipa na kuna kafara juu yake kwa yule ambaye kwamba amekosa ama amefanya kosa kama hilo. Amma ma yubtiluhu wa yujibu alqada faqat, mambo ambayo kwamba inavunja saum na utalipa hiyo saum, al-aklu wa shurbu amdan, kula na kunywa kusudi. Mtu akila ama akanywa kusudi, basi saumu yake batil. Fa in akala nasiyan au mukhtian au mukrahan fala qadaa wala kafara. Yeyote ambaye kwamba atakula kwa kusahau ama akala kwa kukosea, labda muda lidhani haujafika kumbe umeingia, ama muda umeingia kumbe haujaingia, akala kwa kukosea ama akalazimishwa, ni adui wa Uislamu, amemshikia upanga ama amemshikia gani, kula usipokula nitakumaliza, akawa hana njia kusalimika illa kula, basi ale na sheria itakuwa imemsameh, na fala qadaa wala kafara. Watu hawa ambao kwamba tumewataja watakaokula kwa kusahau au kwa kukosea au kwa kulazimishwa, hawa hawana qadaa, hawatoambiwa na sheria walipe, sheria imewasame, wala hakuna kafara. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Muttafaqun alayhi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo kwamba anasimulia Abu Huraira na ni hadithi muttafaqun alayhi, yeyote ambaye kwamba atakula kwa kusahau na akanywa, basi Mtume anasema falyutimma saumahu, aendelee na saumu yake.
wakati atakapogutuka, wakati ambao kwamba atakumbuka. Lakini yule ambaye kwamba yuko pembeni, labda karibu naye akamwona yuala, ni wajibu awe ni mwenye kumtanabaisha, kwa sababu man raa minkum munkara wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchaji Mungu. Usione munkar ukanyamazia, mweleze ya akhi, tuko katika mwezi wa Ramadhan. Naam, akikumbushwa ama akigutuka mwenyewe, basi falyutimma saumahu, na awe ni mwenye kuitimiza saumu yake. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, kwani alomlisha ni yeye Allah na alomnyesha ni yeye Allah. Tusema Allahumma lakal hamdu kullu wa laka shukru kullu. Allah ametutaka tufunge, Mwenyezi Mungu ametutaka tujizuie, kisha yeye ndiye anatusaulisha mpaka tunakula, mpaka tunakunywa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkizihesabu neema za Mola wenu hamwezi mkazihesabu. Na hadithi ya pili, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu amesameh umma wangu matendo yote ambayo kwamba watafanya, ima kwa kukosea ama kwa kusahau ama kwa kulazimishwa. Jambo lingine ahibati fillah ambalo kwamba linaharibu saum, alqai'u amdan, mtu kujitapisha. Fa in ghalabahu alqai'u fala qada alayhi wala kafara, ikiwa ataghilibiwa, atalemewa na matapishi yakatoka bila yeye mwenyewe kutaka, basi huyu hana qada na wala hana kafara, kwa sababu hajajitapisha kusudi. Lakini akijitapisha kusudi, lazima hiyo saum atakuwa ni mwenye kuikidi ama kuilipa. Kwa dalili, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man dara'ahu alqai'u falaysa alayhi qada, yeyote ambaye kwamba ataghilibiwa na matapishi akatapika, akalemewa mpaka katapika, huyu hana qada. Lakini waman istaqa'a amdan falyaqdi, yeyote ambaye kwamba atajitapisha kusudi, basi na aikidi hiyo siku ama awe ni mwenye kulipa siku kama hiyo. Rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Walhaidu wan-nifas, katika mambo ambayo kwamba yanabatilisha saum, haidi na nifas. Famata ra'at dam al-haidi au an-nifas fasada saumuha, wakati ambao kwamba mtoto wa kike wa Kiislamu, binti wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu atakuwa katika saum, akaiona damu yake ya hedhi ama katika damu yake ya nifas, basi saumu yake imebatilika. Walau fi lahdati al-akhira qabla ghurubi shams, hata kama dakika za kuhesabika jua lizame, lakini bado jua halijazama, mathalan bado dakika 10 jua lizame, akaona damu yake ya hedhi, basi saumu hiyo siku yake itakuwa imebatilika. Na huu ni mtihani kwa dada zetu, kwa mama zetu. Mwenyezi Mungu awape subra, Mwenyezi Mungu awalipe katika mtihani ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwakadaria. Wa hadha huwa ma ajma alayhi alulama, na hilo ndo wameafikiana kwalo wanazuoni wetu, ijma ya wanazuoni wetu. Wadalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha. Wakati Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa akizungumzia kuwa wanawake wana upungufu katika hii dini, akataja wakiwa katika hedhi hawaswali wala hawafungi, na huku wanaume katika umma huu wanaendelea na ibada kama hiyo. Rawahu al-Bukhari min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Wal istimna, jambo lingine ambalo kwamba linaharibu saum, jambo la kujitoa manii. Mtu akijitoa manii kwa njia yoyote ile atakayotumia, akapata ile shahwa mpaka akatokwa na manii, basi saumu yake batil. Kwa dalili, Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, yada'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli, huyu mfungaji anawacha chakula chake na anawacha matamanio yake kwa ajili yangu. Utakuwa hujawacha matamanio kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Rawahu al-Bukhari. Na katika hili la matamanio tutaelezea mtu
hukumu ya kumbusu mke wake katika mchana wa Ramadhan, je, inaharibu saum? Je, inaharibu saum? Nafikiri tutaigusia kabla hatujafunga darasa yetu. Naam, tukiendelea katika mambo ya kuharibu saum, wa huwa a'dhamuha wa akbaruha ithman, kubwa kwa zote ambazo kwamba inavunja saum na mtu anapata madhambi na anatoa kafara mtu mwenye atafanya kitendo kama hicho, nayo ni aljimaa. Aljimaa, mtu kumwingilia mke wake, mtu kustarehe na mke wake ndani ya mchana wa Ramadhan. Wadalilu dhalik ma rawahu Abu Huraira radhiyallahu anhu an ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, atahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu faqala wama ahlakak. Kuna mtu alimjia Mtume akamweleza, ya Rasulullah, nimeangamia, ya Rasulullah, nimeangamia. Mtume akamuuliza, na kipi kimekuangamiza? Faqala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, nimemwingilia mke wangu katika mchana wa Ramadhan. Mtume akamuuliza sallallahu alayhi wasallam, hal tajidu ma tuqtiqu bihi raqaba, je, unaweza kuacha mtumwa huru? Qala la, akasema la. Qala sallallahu alayhi wasallam, fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, je, unaweza funga miezi miwili yenye kufuatana? Qala la. Faqala sallallahu alayhi wasallam, fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina, je, unaweza lisha maskini 60 chakula? Na hii ndo kafara ya yote ambaye kwamba atajamiana na mke wake mchana wa Ramadhan, mbali na kuilipa ile siku ambayo kwamba alikosa, yafaa afunge siku 60, miezi miwili yenye kufuatana. Ukikosa siku moja utaanza tena hesabu, kwa sababu shart mutatabi'aini, siku 60 zenye kufuatana. Akasema sina ya Rasulullah. Mtume alayhi salatu wasalam akaenda akamletea pishi la tende, akamwambia tasaddaq bihadha, chukua hii, enda palisha maskini 60. Akamuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, hapa katika mji wa Madina, je, kuna mtu fukara zaidi yangu? Hapa katika mji wa Madina, je, kuna mtu maskini zaidi yangu? Fadhahika sallallahu alayhi wasallam hatta badat nawajidu, Mtume akacheka mpaka meno yake ya mwisho, meno ya magego ikaonekana. Qala, akasema nabiyu rahma, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, akamwambia idhhab fa'at'imhu ahlak, nenda uwalishe watu wako wa nyumbani. Rawahu aljamaa. Ahibati fillah, jambo la 8, ma yubahu lisaim, mambo ambayo kwamba mfungaji anaweza fanya na funga yake iko sawa, na labda wengine wenda wakadhania kuwa ni katika mambo ya kuharibu saum. Na hii ni uwepesi wa dini yetu, ni katika neema ya dini yetu na fadhila ya dini yetu na rehma ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Jambo la kwanza, as-saimu yusbihu junuban, mfungaji akiamka na janaba. Usiku umejamiana na mke wako ukalala, haukuoga, wakati alfajiri umeingia, ni katika mambo ambayo kwamba ni mubah wala haidhuru saum ya mtu, bali kana min fi'lihi sallallahu alayhi wasallam an yudrikahu alfajr wa huwa junubun min ahlihi fayaktasilu ba'da alfajr wa yasum. Ulikuwa ni katika mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anapatwa na alfajiri na ilhali yuko na janaba ya ahli zake, anaoga na anaendelea na saum, kama anavyotueleza nana Aisha na Ummu Salama radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yudrikuhu alfajr, alikuwa Mtume anapatwa na alfajiri, wa huwa junubun, na ilhali ana janaba, min ahlihi, ya ahli zake, thumma yaghtasilu wa yasum, kisha anakoga na anaendelea na ibada ya saum. Si makosa mtu kuwa na janaba ndani ya Ramadhan. Ama mtu amelala usingizi wa mchana, aidha kabla dhuhur au baada dhuhur, ama wakati wote akatokwa na manii akiwa usingizini akaota, hayaribu saum, ni akoge kisha awe ni mwenye kuendelea na saumu yake. Na vile vile katika hili itaingia mwanamke ambaye kwamba ametwahirika, alikuwa na hedhi
ametahirika akaoga baada ya kuwa muda ushaingia, pia si makosa, ni katika mambo ambayo kwamba ni mubah katika dini yetu ya Kiislamu. Jambo nyingine almadmadatu wal istinshaq, jambo la kusukutua na jambo la kutia maji puani. Bora mtu awe ni mwenye kujichunga na kujizuia isifike kooni. Vile vile katika mambo ambayo kwamba haiharibu saum ni sabul ma'il barid ala ra'si wal ightisal. Mtu labda amezidiwa na joto kali ama kiu kimemzidi, akajimwagia maji kwenye kichwa chake ili apate afueni, apate ubaridi fulani, ama akaoga. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba labda wana amini ama wanaitakidi ikifika saa 6 ama dhuhuri sifai tena kuoga mpaka jioni. La, si makosa kuoga, ama hata kuogelea. Kama mtu ana ujuzi wa kuogelea na anajua haitoniathiri wala maji hayotopita, tofauti na labda mtu ambaye kwamba ni mwanafunzi katika jambo kama hilo. Haya ni katika mambo ambayo kwamba ni ya mubah, mfungaji anaweza kuyafanya. Jambo nyingine ahibati fillah, kuonja chakula kwa ncha ya ulimi kama pana haja, hasa mama zetu, hasa wake zetu. Mwenyezi Mungu awajaze kila la khairi kwa juhudi ambayo kwamba wanafanya katika mwezi wa Ramadhani, kuhakikisha muda wa kufungua umefika. Wanaenda sokoni kwa jua kali, wanarejea, wanaingia jikoni, wanatuandalia. Mwenyezi Mungu awalipe janna. Akiwa jikoni labda anataka kuonja chumvi ama sukari ama chochote ambacho kwamba kinahitajia, si makosa kuonja kwa ncha ya ulimi, mwanzo wa ulimi, kisha awe ni mwenye kutema ama mwenye kusukutua ama chochote, maadamu haijaingia tumboni. Haya ni katika mambo ya almubah. Jambo nyingine ni mtu kumbusu ama kumkumbatia mke wake, si makosa ikiwa atajizuia. Anasema na Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'imun wa yubashiru wa huwa sa'imun walakinahu amlakukum liirbihi. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwabusu wake zake na akiwakumbatia wake zake na ilhali yuko katika ibada ya saum, lakini mtume alikuwa ni mzuri wenu wa kujikontrol ama kujizuia. Ikiwa mtu anajua naweza mbusu mke wangu ama nikamkumbatia mke wangu na haitonifikisha mbali ama haitonipelekea niwe ni mwenye kuvunja saumu yangu, basi si makosa mtu kumbusu mkewe ama kumkumbatia. Jambo nyingine asiwaku lisaim, kupiga mswaki ikiwa umefunga, si makosa, iwe ni mswaki wa kijiti ama mswaki wa dawa, maadamu hakuna chochote ambacho kwamba kitashuka tumboni. Haya ni katika mambo ya mubah. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhu wa fi riwaya inda kulli sala. Lau sikuwa nachelea uzito kwa umma wangu, ningewaamrisha kila wanapotawada wawe ni wenye kupiga mswaki, ama kila wanaposwali wawe ni wenye kupiga mswaki. Mswaki si katika mambo ambayo kwamba yanavunja saum, bali ni mubah, mfungaji anaweza fanya. Kuna hili jambo la hijama ama kuumika ama kwa lugha ya kimombo cupping, kutoa damu chafu mwilini, na hii inaweza ingia pia kutoa msaada ama mchango wa damu nyingi kwa yule ambaye kwamba anahitajia labda hospitalini. Je, hal hijamatu tubtilu siyam? Je, hijama inabatilisha saum? Ikhtalafa fihi ahlul ilmi ala qawlain, wanazuoni wametofautiana kuhusu hijama. Je, inaharibu saum ama haiharibu saum? Wanazuoni wetu wametofautiana kwa kauli mbili. Kauli ya kwanza, kuna wale ambao kwamba wanasema anna saumahu la yafsudu wa huwa madhhabul jumhur. Kuna wale wanaosema saumu yake haibatiliki, na hii ndo madhhabul jumhur ya almalikiya washafiiya walhanafiya. Waladillatu min as-sunnah, dalili wanaotumia katika sunna
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختجم وهو صائم. Mtume alionekana akifanya hijama wakati fulani na alikuwa ndani ya saum. Walqawlu thani man ihtajama wa huwa saimun yafsudu saumu, yote ambaye kwamba ataumika ama atatoa damu na akiwa katika saum, basi saumu yake itakuwa batil. Na hii ni katika msimamo wa tumetaja msimamo wa Imam Malik na Imam Shafi na Hanafi. Hii ni katika baadhi ya madhhab ya Al-Hanbal na Ibn Taymiyyah na Sheikh wetu Ibn Baz na Ibn Uthaymin. Wal adillatu min as-sunnah, na dalili ya sunna walioitumia ni hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, aftara al-hajimu wal mahjum, yeyote ambaye kwamba atafanyiwa hijama na yuko ndani ya saum, na pia yule mfanyaji hijama yuko ndani ya saum, wote wawili saumu yao imebatilika. Kuna kauli nyingi ahibati fillah za wanazuoni, maneno mengi kuhusu jambo hili la hijama na hizi hadithi, bali nasaha yangu yani mtu akitaka awe ni mwenye kusalimika saumu yake, ni bora kama ana ulazima kufanya hijama afanye baada ya kuwa ashafturu, ama anataka kusaidia mchango wa damu awe ni mwenye kuchangia baada ya kufuturu. Na kama pana ulazima ama emergency ya damu na ni yeye peke yake ndiye ana damu kama hiyo, basi nasaha yangu awe ni mwenye kuchangia hiyo damu kwa sababu ya kuokoa maisha, lakini hiyo siku awe ni mwenye kuilipa ili kutoka katika khilaf ya wanazuoni. Hizi ni baadhi za ahkam ambazo kwamba nilipenda tuwe ni wenye kuelezana kuhusu mwezi wa Ramadhan. Hadha wama kana min tawfiqin famin Allahi wahda wama kana min khata'in aw sahwin aw zalalin aw nisyanin faminni wa min ash-shaytan. Allah wa rasuluhu minhu bari'an wa a'udhu billahi an udhakkirakum bihi wa ansa wa a'udhu bihi an akuna jisran ta'buruna alayhi ila al-janna wa yulqa bihi fi jahannam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك.